Naam, tunaendelea na leo tunazungumza kuhusu siku ya kuondoa umaskini duniani. Siku ambayo kimsingi kihistoria ilianzia huko Ufaransa baada ya watu kukusanyika na kupaza sauti zao kuhusu haki za binadamu, na tunafahamu kwamba moja kati ya haki ya binadamu ni binadamu huyu kuishi katika mazingira ambayo sio ya umaskini, na mtu yote anayeishi kwenye mazingira ya umaskini uliokithiri basi anakosa pia haki zake nyingine, na hata utu wake pia unakuwa mashakani. Kwa hiyo Umoja wa Mataifa baadaye ya miaka ya 90 ikaweka tarehe 17 mwezi Oktoba kila mwaka iwe ni siku ya kufanya tathmini kuhusu harakati za kuondoa umaskini katika mataifa mbalimbali ulimwenguni. Na kwa Tanzania tunafahamu kihistoria tumekuwa tukipigana na maadui watatu: ujinga, umaskini na maradhi. Safari ya kupambana na umaskini bado inaendelea, ikifanywa na serikali lakini pia wadau wengine kama vile mashirika yasiyo ya kiserikali, wadau wa uchumi, wataalamu wa uchumi, na tutajadili hapa, tutapata pia picha kwamba tumepiga hatua kiasi gani, na Afrika pia tuko katika nafasi gani katika harakati za kupambana na umaskini. Kabla hilo tukutambulisha wageni ambao tutakuwa nao kwenye mjadala wetu. Tutakuwa na Ali Mkimo ambaye ni mchambuzi wa masuala ya uchumi. Mkimo, karibu sana. Shukrani sana. Na vile vile Alunas Maxwell ambaye ni manager program kutoka shirika lisilo la kiserikali la Strom Foundation. Hili ni shirika la kimataifa ambalo kazi yake mahususi kabisa ni kupambana na umaskini, na pia la makao yake hapa Tanzania. Karibu sana Maxwell. Asante sana. Na kabla ya kuja kwa Maxwell, tupate tu base ya discussion yetu Ali. Jitihada za kupambana na umaskini, leo tunafanya tathmini. Tuangalie kwa Tanzania, Afrika kidogo, lakini dunia kwa ujumla, sababu tunafahamu kwamba dunia imegawanyika. Kuna nchi ambazo zimeshaendelea, kuna nchi za kipato cha kati, middle income countries, lakini pia kuna nchi ambazo bado zinaishi kwenye lindi la umaskini. Kwa sasa hali ikoje? Ukiangalia zipo nchi bado zimeendelea kuwa zinapitia changamoto. Nilikuwa naangalia orodha ya nchi ambazo ukiangalia zimeendelea kuwa zinayumba sana kiuchumi. Ukiangalia kwa Afrika, mfano nchi kama Burundi, ukiangalia nchi kama Sudani Kusini zimekuwa zikipitia changamoto. Kongo pia huwezi kuacha hao. Na ukiangalia hata kwa duniani kote bado unakwenda kuzikuta nchi za Afrika ndizo ambazo ziko huku zinashikilia mkia. Kwenye 10 bora nchi za Afrika utazikuta huku kwa wingi. Yani 10 bora ya nchi zenye umaskini, zile ambazo ni masikini. Tena unazungumzia umasikini uliokithiri, ile inaita extreme poverty au absolute poverty. Unajua Goodluck, umasikini una sura nyingi sana. Tunasema umasikini ni multifaceted, una sura nyingi kwa sababu kuna umasikini ule uliokithiri, ndio hiyo tunaita absolute poverty au extreme poverty. Hapa ni pale ambapo mtu hawezi kumudu hata kupata ile milo yake mitatu. Mtu huyu hawezi kumudu, au mtu huyu hawezi kumudu kupata mahitaji muhimu. Hii tunasema ni extreme poverty. Alafu tuna kitu tunakiita relative poverty. Ni ule umasikini ambao tukikulinganisha wewe na mtu mwingine unaona kabisa kuna utofauti. Yani unakuta kaya moja inaweza kumudu mahitaji yake muhimu, lakini kuna baadhi ya vitu hawezi kuvipata. Hii sasa inafungamanishwa ile tunaita multidimensional poverty, aina ya umasikini ambao kuna baadhi ya zile huduma za kijamii, jamii fulani inazikosa, au kuna baadhi ya huduma sehemu fulani wamekuwa wakizikosa. Na kuna nchi ukiangalia zenyewe zimeendelea kupambana kuona namna gani zinaweza kujikwamua. Ndio hizo ambazo unaweza kuzungumzia kwa kwenye ule uchumi wa kati, wa ngazi ya chini. Hizi ni nchi ambazo rate ya ukuaji wake wa uchumi umeendelea kukua. Sasa kwa Afrika tunaita emerging economies, nchi ambazo zinachipuka kuendelea kukua kiuchumi. Na nasi pia unatukuta humo nchi ambazo tunasema ni hizo emerging economies, nchi ambazo zinaendelea kukua kiuchumi. Kwa hiyo ukizungumzia kwa ukubwa huo Goodluck, kwa wale walio masikini zaidi kwenye 10 bora bado nchi za Afrika nyingi utazikuta huko, lakini fortunately kwa bahati nzuri Tanzania hatupo huko. Sisi hatupo huko. Sasa tujikumbushe pia na katika kuthibitisha hilo lololisema, tuangalie Afrika, nchi ambazo angalau zina uchumi wa juu. Na hapa sasa tunaangalia kwa GDP, pato, unasema pato ghafi la taifa. Hapo ni orodha za nchi zilizo na uchumi imara Afrika. Ndiyo. Kama ambavyo umeeleza, ikiwa Nigeria na kati ya dola bilioni 470 hadi 500.
na hapa katika shughuli zake kuu za uchumi zikielezwa ni kama vile uchimbaji wa mafuta, gesi, kilimo pamoja na teknolojia. Ya pili ikifuatiwa Afrika Kusini ambayo utajiri wake ni dola bilioni 400 na shughuli zake ikiwemo ni uchimbaji wa madini, biashara pamoja na utalii. Misri ni ya tatu ikiwa na dola bilioni 400 kama ilivyokuwa kwa Afrika Kusini pia, shughuli zake kama vile utalii, viwanda pamoja na kilimo. Algeria ni namba 4 yenyewe ikiwa na dola bilioni 250, uchimbaji wa mafuta, viwanda pamoja na gesi, na ya tano ikiwa ni Ethiopia dola bilioni 160 na shughuli zake zikiwa ni kilimo na ufugaji, viwanda pamoja na ujenzi. Sasa zipo pia namba 6 hadi 10 ambayo namba 6 ni Kenya dola bilioni 130, wenyewe wana teknolojia, biashara, utalii, kilimo pamoja na viwanda. Na kwa upande wa Morocco dola bilioni 140 na hapa ikiwa ni utalii, uundwaji wa vyombo vya usafiri, utalii wa uchimbaji na viwanda pia. Kwa upande wa Ghana ni dola bilioni 80 ambao ni uchimbaji wa dhahabu, kilimo cha kokoa na mafuta. Namba 9 namba nyingine ikiwa ni Tanzania ambayo inaelezwa ni dola bilioni 85. Sisi ndo tunaingia hapo sasa sasa hapo naona ni namba 8. Yeah. Na ambao ni uchimbaji wa madini, kilimo, utalii na uzalishaji wa bidhaa, na Angola ikiwa ni dola bilioni 80 yenye mafuta na gesi, uchimbaji wa almasi na ujenzi. Yeah. Nimefurahi kuiona Tanzania nafasi ya 8. Unaona? Ndio hicho chokuwa nakwambia, yenyewe imekuwa ni moja kati ya emerging economies. Uchumi ambao umekuwa ukiendelea kukua na kuchipuka, ile rate yake imeendelea kuongezeka. Sekta za uzalishaji zinatupatia tija sana, lakini madini na utalii zina nafasi sana. Na ukiangalia vizuri pale utagundua wanauza sana dhahabu. Hawa ndio ambao unaona wamekuwa wakifanya vizuri sana. Kuna sekta zinakufanya ukae vizuri sana kiuchumi. Sasa tunaangalia sawa ni nchi ya 8. Lakini sio kwamba ni ile unakuwa darasani umekuwa wa 8 alafu umepata 30 ya 100. Hapo mtu wa kwanza ana 45. Nachomaanisha ni kwamba ukiangalia GDP ya 85 USD billion, unaona kabisa kwamba ukigawa sasa kwa per capita income, ukigawa kwa pato la mtu mmoja mmoja, bado unaona kabisa kipato hakiridhishi. Maana yake ni kwamba unakuta hata mtu mmoja hawezi kuingiza shilingi 20,000 kwa siku. Sasa changamoto inakuja sehemu moja, kigawa cha GDP per capita and population, idadi ya watu. Ndio. Sasa ili mpate pato la mtu mmoja mmoja kwa kubwa, idadi ya watu mnapaswa ku-maintain isiwe kubwa kiasi hicho. Ndio hesabu tulizozifanya mara mwisho mimi nawe Godluck pale, siku si nyingi. Wakati tunapiga zile hesabu unaona kabisa idadi ya watu ikiwa wengi, hata uchumi wa dola trilioni 1 unaweza kuwa changamoto sisi kupata GDP per capita. Kwa hiyo hili la kuwa nafasi ya 8 lisitupe matumaini kwamba of course matumaini yanapaswa kuwepo. Ni sehemu nzuri ya kuendelea ku-maintain kwa sababu najua ni safari ya kuelekea kwenye kuwa na uchumi wa dola trilioni 1 vikapo 2050 kwenye ile tunasema dira ya taifa. Lakini cha kukiangalia ni kitu kimoja, idadi ya watu. Hii imekuwa ni changamoto, na zile nchi ambazo zipo kwenye 10 bora ya nchi ambazo tunasema ni dhalili, zinapitia extreme poverty. Ukiangalia vizuri unagundua idadi ya watu ndicho ambacho kinawaumiza sana. Wana idadi kubwa ya watu, rasilimali ni chache, haziwatoshi wao kuweza kumudu mahitaji yao. Kwa hiyo wanajikuta wana hiyo extreme poverty. Kwa hiyo mnaweza mkapunguza idadi ya watu. Na unajua tunasema hii extreme poverty ni rahisi kuipunguza, huu maskini uliokithiri. Changamoto kuipunguza relative poverty. Unajua China mwaka 2021 walitangaza kwamba wao hakuna maskini hata mmoja China. Lakini sasa mtu ukisikia unasema China hakuna maskini hata mmoja, wanachomaanisha walichokiondoa ni extreme poverty, umasikini uliokithiri. Umasikini upo, sio kwamba haupo, lakini aina nyingine ya umasikini. Mfano ndio hiyo relative poverty, ule umasikini wa kulinganisha kati ya mtu mmoja na mtu mwingine, au kati ya jamii moja na jamii nyingine. And of course umasikini unajua upo aina nyingi sana. Mfano kuna situational poverty, leo hii umepoteza kazi, tunasema wewe ni masikini kwa sababu ya situation, kwamba baada ya muda fulani unaweza kurudi tena kwa sawa. Alafu kuna generational poverty, ndio ile sasa ya kizazi na kizazi. Sasa hii inatokana na asili ya familia na mali jinsi ambavyo zimekaa. Sasa kwa hapa Tanzania, kwa upande wa Stromer Foundation Tanzania, moja kati ya taasisi pia ambazo zinashughulika na swala hili la umaskini kwa karibu zaidi na hawa wananchi. Na Lunas, pengine utuambie mfano katika mataifa kama ilivyo pia kwa Tanzania, ni programu za aina gani ama ni mambo gani ambayo yanaweza kufanyika?
Nimependa point aliyomalizia kaka hapa, generational poverty. Ambayo sasa inatukumbusha kwamba swala zima la umaskini linatakiwa kuwa jumuishi tunapopambana na umaskini. Kwa hiyo sisi kama Stromme Foundation kwa kulitambua hilo, tunapambana na umaskini kupitia miradi mikuu ya aina mbili. Kwanza ni elimu. Kwa sababu tunaamini ili kuondokana na uzazi huu wa kizazi hadi kizazi, kwanza tumtarget huyu mtoto. Lakini pia tuna miradi ya uchumi moja kwa moja ambao tunafanya, tunaunda vikundi, tunaviwezesha kupata elimu ya fedha, lakini pia elimu ya kutunza fedha na kwa kuunganisha na mabenki pia ili waweze kupata mikopo. Lakini pia tuna miradi ya shughuli mbalimbali za uchumi kulingana na eneo ambalo tunafanya kazi. Kwenye elimu tunachokifanya zaidi kwanza kabisa ni uhamasishaji, kwa sababu nimeipenda sana hii point ya generational poverty, kwa sababu maeneo mengi haya ambayo watu wana huu maskini uliokithiri, hata elimu haiwi kipaumbele, kwa sababu kama sina mlo na wazaji kumpeleka mtoto shule. Ni sawa, ni elimu bure, lakini kuna daftari, kuna nauli, kuna uniform. Kwa hiyo tunahamasisha kwamba pamoja na yote lakini mtoto lazima aende shule. Tunafanyaje? Tunasaidia kuhakikisha elimu inasogea karibu zaidi, kwa aidha kujenga madarasa au kuhakikisha shule zile ambazo ziko kwenye maeneo yao zina mazingira rafiki kwa ajili ya watoto kwenda shule. Lakini pia hawa wazazi ambao wako kwenye mazingira magumu tunawajengea uwezo kuelewa elimu na kushiriki kwenye masuala mazima ya elimu shuleni. Kwa zile kamati za shule tunazijengea uwezo ili ziwe na nguvu ya kuhamasisha maendeleo ya shule, aidha kwa kudai kutoka kwa wadau kama serikali au kwa kukisimamia kile ambao sisi wadau tunakipeleka kwenye shule zao. Tukirudi kwenye hii miradi ya uchumi, tuna miradi pia ya vijana ambao sasa hivi tuna kundi kubwa la vijana ambao wako mitaani hawajapata fursa ya kwenda shuleni. Kwa hiyo tunawakusanya wale vijana pia kwenye vikundi, tunawapa stadi za maisha, lakini baada ya hapo tunawagawa sasa kwenye makundi. Kuna wale ambao kwa namna moja ama nyingine wanaweza tena kurudi shuleni. Tunashukuru serikali sasa hivi imeruhusu watoto walioacha shule kwa sababu mbalimbali ikiwemo ujauzito kurudi shuleni, na kuna wale ambao aidha umri umeshapita au hawana tena munkali au morali ya kurudi shuleni. Hao tunawapa stadi za ufundi, na baada ya hapo tunawapa kamtaji kwa ajili ya kuanza biashara. Kwa hiyo kwa kufanya hivyo pia tunashirikiana moja kwa moja na serikali kwenye ngazi zote ili kile tunachokiweka serikali iweze kuendelea kukisimamia. Na tunapotoa mtaji pia hatuwapi mtaji kwa 100%. Tunawapa sehemu anatakiwa atoe mzazi yule ambaye naye tayari tumeshamwezesha huku kiuchumi. Lakini pia serikali inakuwa na mchango wake pia. Mara zote mchango wa serikali imekuwa ni majengo ambao wanawapa kama ni frame, au kama wanataka kufanya shughuli mbalimbali kwa wanawapa maeneo, kama ni kilimo watawapa mashamba. Kwa hiyo kwa namna hiyo tumejikuta tunagusa kila mmoja kwenye swala zima la kupambana na umaskini, lakini tunagusa pia kule kwenye chanzo ambacho ni watoto. Tumegusia hapa rasilimali mbalimbali ambazo zipo katika haya mataifa, lakini ni kwa kiasi gani wananchi wanakuwa sasa wananufaika na hizi rasilimali ili kuondosha umaskini? Na hapo sasa kunufaika na rasilimali kwa hali jinsi ilivyo, ni kweli pato letu limepanda, lakini pia ukiangalia idadi ya watu na hizi rasilimali yawezekana wote tusiguswe moja kwa moja. Kwa hiyo sasa kupitia hii miradi tunatengeneza kwanza waelewe hizi rasilimali zilizopo. Kwa mfano, kuna maeneo tunafanya kazi mfano Umasaini ama Singida, tunawasaidia watambue rasilimali zilizopo kwenye maeneo yao. Kwa mfano, tuna viunga vya utalii. Sisi kama wananchi tunatakiwa tunufaikeje na hivi viunga vya utalii? Tuna hospitali, tuna mashule, ni namna gani sisi tunatakiwa tunufaike navyo? Kwa hiyo kutambua kwanza hizi rasilimali kama zipo na ni za kwetu. Kwa sababu hawezi ukasema kwamba labda serikali ina mapato ya dhahabu alafu igawe kwa kila mmoja. Hapana, lile pato linakuja kutumika kuboresha miundombinu kwenye maeneo yetu. Kwa hiyo sasa tunawajengea uwezo ili waweze kudai kwamba okay, tunafahamu kuna hiki na hiki, lakini ili sisi tuweze kulima vizuri tunahitaji barabara yetu iboreshwe ili tuweze kufikia masoko kwa urahisi. Kwa hiyo bado ni elimu ambayo tunashirikiana na serikali kutengeneza huo uelewa kwenye jamii, na ndio maana sasa sisi pia kama Stromme Foundation sio waumini wa kutoa vitu. Ni waumini wa kutoa elimu ili wazitambue kwanza hizi rasilimali na watambue ni namna gani wanaweza kunufaika nazo. Kwenye hamumpi mtu samaki mnamfundisha jinsi ya kuvua. Kabisa. Sasa mbali na jitihada kama hizi ambazo zinafanya na mashirika kama Stromme Foundation, tunafahamu kwamba swala la kuondoa maskini ni jumuishi ambalo linamhitaji kila mmoja ashiriki.
tunafahamu kwamba iko mikakati mbalimbali ya kuondoa umaskini, kunusuru watu ambao wanaishi katika umaskini. Kwa mfano tuna mipango kama TASAF na mambo mengine, lakini kitaalam katika nchi yote, na tukiangalia pia reference ya nchi ambazo labda kwa miaka michache iliyopita zilikuwa nchi maskini, lakini hivi tunavyozungumza zimekuwa ni nchi ambazo zimepiga hatua kubwa sana. Tunazungumzia nchi kama vile Singapore, Malaysia, China. Ni nchi ambazo wakati tunaanza na maanisha baada ya siku kupata uhuru tulikuwa ni almost tuko sawa, lakini tunavyozungumza ni nchi ambazo zimepiga hatua kubwa sana. Ni vitu gani ambavyo vinaweza vikafanyika vikatuongezea kasi ya kuondoa umaskini Tanzania, Mkimo? Kwanza kabisa good luck, hiki ambacho tunachokizungumza ni tunaita inclusive economy, uchumi jumuishi, si ndio? Sasa kama unataka kupata uchumi jumuishi, kwanza uanzie kwenye social inclusion, ujumuishwaji jamii. Unawajumuisha vipi? Kupitia miradi ya kijamii. Kwa sababu unapaswa kwanza kuwawezesha wao wawe kwenye hali nzuri. Mfano, ujenzi wa vituo vya afya, unakwenda kuzungumzia ujenzi wa shule, miundombinu mbalimbali ya barabara, madaraja na vitu vya aina hiyo kwanza. Alafu sasa baadaye unakwenda kuangalia vile tunasema maeneo ya kimkakati ambayo yanaweza kuleta zaidi uzalishaji kiuchumi. Nchi ambazo umezitaja, hizo nchi zilichagua baadhi ya maeneo wakaenda kufocus zaidi kwa ukubwa kwenye maeneo hayo. Mfano, unazungumzia nchi ambazo ziliwekeza kwenye bandari kwa ukubwa. China of course bandari imekuwa ikifanya vizuri sana. Huko unazungumzia pia Singapore. Nchi za aina hizi zimekuwa zikiwekeza zaidi, mikakati yao imekuwa zaidi kwenye maeneo hayo. Na ni kitu ambacho hata kwetu of course nimeona kimekuwa kikifanyika, lakini ipo haja ya kuendelea kufungamanisha sasa hizi bandari na tunasema hizi nchi tunasema nchi ambazo zipo kwenye shoroba ambazo wamekuwa kizihudumia ili tuzidi kufanya biashara za kimataifa ili kuweza kunufaika na hilo. Sasa inclusivity ya kwanza ni hiyo kwenye social inclusion. Maliza kwanza umasikini wa mahitaji ikiwemo zile huduma za kijamii. Ukishamaliza na social inclusion, sasa unaweza kuja sasa kwenye hii miradi ya maendeleo. Namna gani unakwenda kuwajumuisha wananchi kwenye maeneo hayo? Unajua ujumuishwaji unaozungumza hapa, kwanza unazungumzia accessibility, unakwenda pia kuzungumzia affordability, unakwenda pia kuzungumzia availability. Sasa hivi vitu hivi kufungamanisha kwake, kwanza leo hii inapokuwepo miradi ya maendeleo unapaswa kuziangalia sekta za uzalishaji good luck. Yani kuna zile sekta Hilda, hizi sekta unaweza kusema zenyewe zinabeba watu wengi sana. Sekta ya kilimo, uvuvi, ufugaji. Ukizungumzia sekta ya kilimo, uvuvi na ufugaji, ukaenda ukazifungamanisha na ukuaji wa viwanda, tegemea kuona ukijumuisha watu wengi sana. Kwa sababu hizi sekta zimebeba idadi kubwa ya watu. Sasa ukifungamanisha na kiwanda, na maana unatoa ajira kutoka kwenye maeneo ambako malighafi zinapatikana, unakuja kwenye maeneo ya uchakataji, unatoka uchakataji unakwenda kwenye masokoni huko. Ina maana hapa unafungamanisha value chain na supply chain, mnyororo wa ugavi pamoja na ule mnyororo wa thamani wote kwa ujumla, unaweza kukuza sekta nyingi sana ndani yake. Kwa hiyo ukiwezesha sekta hizi za uzalishaji, unaweza ukaondoa watu kwenye umasikini, lakini wakati huo unawapatia na elimu. Na hizo nchi ambazo umezitaja, miongoni mwa maeneo ambayo waliwekeza sana kwenye urbanization, nenda ukawezeshe maeneo yale yanaonekana kuwa vijiji kuwa miji. Peleka nishati huko, hakikisha watengeneza barabara za kutosha, peleka huduma za kijamii. Ukifanya hivyo, utaona haya maeneo yakikua zaidi. Yakikua utapunguza hata rural urban migration. Lakini pia usisahau swala la idadi ya watu. Na lenyewe kwa namna gani unaweza pia ukao unalicontrol vizuri zaidi. Hiyo inaweza ikawa inasaidia sana kupunguza changamoto ambazo zinaweza kutokea. Vipi kuhusiana na elimu ya fedha, financial management? Kwa sababu unakuta kuna mtu mwingine mchimbaji mdogo amechimba, amepata madini, amepata hela nyingi kwa wakati mmoja, baada ya muda hana tena zile hela. Na hapa ndio inakuja ile dhana ya financial inclusion. Kuna haja ya kuongeza huduma jumuishi za kifedha zifike zaidi kwa watu wengi zaidi. Na changamoto moja ya nchi zinazoendelea, financial inclusion kadri ambavyo inavyokuwa inakuwa zaidi kwenye mobile money services kuliko kwenye taasisi za kifedha hizi benki. Tunategemea watu wapeleke fedha zaidi huko ili zizunguke kwenye ukuaji wa uchumi. Sasa hapa kuna haja ya nchi zinazoendelea kuangalia namna gani sera zake zimekuwa rafiki kuwajumuisha watu wengi zaidi. Na huu jumuishwaji unazungumza kufikisha hizi taasisi za kifedha hadi huko remote areas, mitaji itoke hadi huko ndani. Hizi benki ufikiaji wake ukoje huko ndani. Ndio maana unaona kabisa hata ukiangalia report ya Finscope inakuonesha ile mwaka 2023 inakuonesha financial inclusion imeongezeka, lakini imeongezeka sana kwenye mobile money services. Watu wanahifadhi sana fedha kwenye simu zao ukilinganisha na huduma za kibenki. Unapata tu picha. Kuna haja ya kuongeza zaidi uwezeshwaji wa hiyo financial inclusion, watu wengi wafikiwe. Na elimu ya fedha ni muhimu kwa sababu
huu jumuishwaji ili wafikie watu wengi na ilete haki unapaswa kuwa na elimu ya fedha. Leo hii unaizungumzia mikopo ya aina mbalimbali, imekuwa na majina tofauti tofauti. Hii ambayo imekuwa ikiwaumiza watu ni kwa sababu ya hiyo financial inclusion, kwamba kuna eneo la elimu ni muhimu sana. Financial literacy ni changamoto Afrika, ni changamoto sana. Ndio maana leo hata unaweza kumkuta profesa mkubwa na anatapeliwa. Sana unajiuliza mtu ametapeliwaje, ilikuwaje? Mtu anapata kiasi fulani cha fedha, anashindwa pia jinsi ya kukitumia, kujua kiasi gani aweke kwa ajili ya akiba, kiasi gani aweke kwa ajili ya matumizi na vitu kama hivyo. Tunaendelea hapa na tunaendelea kuangalia namna gani ya kuondoa umaskini Tanzania, ikiwa leo ni siku ya kuondoa umaskini duniani. Tunaye hapa Maxwell pamoja na Mkimo tukijadili hilo. Tarejea muda mfupi ujao. Tunaendelea na mjadala tulionao hapa ni kuhusiana na siku ya kimataifa ya kutokomeza umaskini, uchumi jumuishi ama uchumi shirikishi unavyoweza kuendeleza nchi na raia wake. Alnas Maxwell ni manager program kutoka Strome Foundation Tanzania, shirika lisilo la kiserikali ambalo linahusika na masuala ya kuondoa umaskini. Ali Mkimo, mchambuzi wetu wa masuala ya uchumi. Ali, ulikuwa unaelezea pale kuhusiana na mbinu ambazo zinaweza kufanyika kwa nchi kuondoa umaskini. Sasa hiyo ilikuwa ni kwa ujumla, lakini sasa unajua katika swala la uchumi tunadili na uchumi katika level ya nchi, lakini katika level ya mtu mmoja mmoja. Licha kwamba nchi inaweka sera mbalimbali za kiuchumi, fiscal policies na nini, lakini mtu mmoja mmoja pia naye anadili na uchumi wake binafsi. Vitu gani ambavyo mtu sasa yeye mwenyewe anaweza akavifanya ili aweze kujiondoa kwenye umaskini, hasa wale ambao bado wanaishi katika mazingira ya umaskini? Kwanza kitu kizuri sana Goodluck imekizungumza. Kwanza inapaswa kufahamika kuna ukuaji wa uchumi na maendeleo ya uchumi. Ukuaji wa uchumi ndio kukua kwa lile pato la taifa. Maendeleo ya uchumi ndio sasa inakwenda kumgusa mtu mmoja mmoja. Ndio kuna muda pato linaweza likakua kwenye nchi husika, lakini kwenye mfuko wa mtu mmoja mmoja kuna shughuli ya kuifungamanisha kuelekea huko. Kwa hiyo ukiangalia ni nchi nyingi hata zile ambazo sasa zimekwisha endelea na zenyewe wakati mwingine zimekuwa zikipitia changamoto, utakuta pato linakuwa hiyo economic growth, lakini economic development wakati mwingine imekuwa na changamoto yake. Sasa tukirudi kwenye hii hoja ya mtu mmoja mmoja na uchumi wake, ukiuzungumzia uchumi wa kaya, household economy, kwanza tunapaswa kufahamu kitu kimoja. Ni aina ya uchumi ambao unaangalia vitu takriban 4 au 5. Kwanza unazungumzia income, kipato. Yaani nyinyi hamwezi kufanya kitu chochote pale nyumbani bila ya kipato. Baada ya kuwa na kipato, sahihi kabisa. Lazima uwe na kipato kwanza. Baada ya kuwa na kipato, kinachofuata ni budgeting. Sasa mna budget kile kipato ambacho mko nacho. Hapo najiuliza ni familia ngapi zinakaa kupanga budget? Ni changamoto ya mwaka au ya kipindi fulani. Na hiyo budget ni inclusive, ni jumuishi. Kwa sababu budget pale mama watoto washirikishwe kwenye budget ya familia. Sahihi kabisa. Inapaswa kuwa inclusive. Unajua leo hii tunalalamika juu ya utamaduni wa kuweka akiba, utamaduni wa kuwekeza. Ni kwa sababu huu utamaduni hatukuwa nao kwa wazazi wetu kutufundisha sisi. Kama ikitokea tulipatiwa aina hiyo, labda unapewa zile challenges, unapatiwa kibubu chako, unaambiwa baada ya kipindi fulani ukiwa na kiasi fulani basi tutakupatia zawadi. Vitu kama hivyo ukimfundisha mtoto na yeye anakuwa na ule ufahamu kwamba kuna kuweka akiba. Na tena hili ni eneo muhimu sana, lipaswa tuwafundishe hata swala la kodi. Yaani wewe mzazi ukimpa kiasi cha fedha mtoto, alafu baadaye unakwenda unachukua sehemu ile fedha. Mbona sikiliza, hii tuna treat kama kodi. Unaelewa, yaani upate ule ufahamu. Nachukua kiasi cha fedha, hizi fedha zako nachukua na kwenda kukununulia madaftari yametokana na fedha yako. Kwa maana nimechukua fedha yako, nimeenda kukufanyia kitu cha maendeleo kwa ajili yako. Hivi vitu tunapaswa kufundishwa ili tuweze kufahamu. Haya mambo unajua yalipaswa kuanzia huku kwenye kaya. Alafu kitu kingine sasa, baada ya kuja kwenye budgeting inakuja saving. Sasa mtu anaweza akakuuliza kwamba yani na budget nini wakati sina. Yaani yeye asubuhi akitoka anatoka anaenda kutafuta, anapata kidogo kwa ajili ya chakula, anarudisha nyumbani. Ndio maana pale juu tulianzia kwenye income. Yaani huwezi fanya chochote bila kipato. Unajua changamoto ya watu wengi sio nidhamu ya fedha. Changamoto ya watu wengi ni fedha ya kuiendea kwa nidhamu. Hiyo ndio changamoto ya watu wengi. Rudia hapo. Changamoto ya watu wengi si nidhamu ya fedha. Changamoto ya watu wengi ni hiyo fedha ya kuiendea kwa nidhamu. Yaani unajua watu wanahitaji kuweka akiba, wanahitaji kuwekeza, lakini fedha haitoshi. Na mbinu ni mbili tu, either uongeze kipato au uishi chini ya kipato chako. Huna kingine cha kufanya zaidi ya hapo. Yaani wewe ukitaka kuongeza, kuna mwingine hafanyi vyote viwili.
yani haongezi kipato na haishi chini ya kipato chake. Anakwenda kukutana na lindi la madeni. Yani wewe iko wazi, anakwenda kuogelea kwenye madeni. Ndio. Sasa anajikuta na changamoto. Wao ukishaweka akiba, inachofuata ni kuwekeza. Kwa hiyo wanasema save to invest, kwa sababu unajua hela iliyowekwa akiba inaumizwa na mfumuko wa bei. Kwa hiyo weka akiba katika mtindo wa kuwekeza ili ile fedha iweze kujizalisha kwa kupitia ile compound interest. Kwa hiyo kwenye uchumi wa kaya hamna budi kuwa na budget. Lakini budget yenu iwe inclusive, iwe jumuishi, na unapaswa kufahamu mfano swala kuweka akiba. Kuna hii changamoto ya kuhisi kwamba akiba ni kile kinachobaki baada ya kumaliza matumizi yote. Alafu kinachobaki mimi niweza kuweka akiba. Hapana, akiba ni sehemu ya matumizi. Yani wewe ukipata fedha inabidi iwe automated, iende moja kwa moja kwenye akaunti ya akiba. Ndio wale wamekuwa kigawanya kipato kwenye 50, 30, 20. Yani unasema 50 mahitaji muhimu, 30 mahitaji sio muhimu, 20 na kwenda kupeleka kwenye akiba. Lakini mimi nasema kila siku personal finance is personal. Wewe unaweza ukaweka hizo asilimia kulingana na wewe unavyohitaji wewe mwenyewe na kupangilia kipato chako. Kwa hiyo unaweza hata ukatunza nusu ikawa akiba. Sahihi kabisa. Inawezekana. Hivyo vitu vya kuviangalia sana. Kwa hiyo nidhamu ya fedha ni muhimu sana, lakini tuongeze kipato. Lakini tusisahau kitu kimoja. Changamoto ya uchumi wa mtu mmoja mmoja pia huwa inaumizwa na kipato kinapoongezeka. Tunaingia kwenye mtego wa lifestyle inflation. Mfumuko wa bei unatokana na mtindo wa maisha. Huo umejitengenezea wewe mwenyewe huo mfumuko wa bei. Yani umeuleta wewe baada ya kupanda cheo, baada ya kuongezeka mshahara, siri tena kwenye mgahawa ule. Kuna vitu vinabadilika. Sahihi kabisa, na badili gari, vitu vya aina hiyo vimekuwa changamoto kabisa kaka. Good luck. Nataka niongezee kidogo hapo kwenye point ya inclusive budgeting. Tunachofanya sisi kama Strome Foundation, tuna kitu tunaita family development plan. Baada ya kugundua kwamba jamii tukishaziwezesha wamekuwa kiuchumi na tunafanya kutengeneza uelewa juu ya masuala mazima ya elimu na nini, unakuta kuna vitu vya msingi ambavyo wanaviacha. Kwa hiyo kwenye hii tunaita family development plan, tunatembelea nyumba moja moja. Kwa hiyo tunakuwa tunaandaa budget ya pamoja ambayo ni inclusive, baba, mama na watoto. Na tunawashauri zile plan zikishaandaliwa, weka mahali ambapo inaonekana ni visible. Yule mtoto ambaye ameshiriki, usiandike kwenye notebook yako ambayo ipo kwenye handbag au ipo kabatini kwenye drawer. Weka mahali ambapo huyu mtoto ataweza kukukumbusha, baba tulikubaliana huu mwezi utaweka bati, huu mwezi ulisema utanunulia uniform. Kwa hiyo kwa namna moja ama nyingine pia inachagiza ile ari ya kufanya planning na kufuata zile plan zao. Lakini kama alivyosema, haya yote yanakuja baada ya kuwawezesha kuwa na kipato sasa. Kwa sababu lakini pia unapofanya hii unawasaidia pia, wanaanza kugundua baadhi ya vitu ambavyo yawezekana wao walikuwa hawaoni kama inaweza kuwa chanzo cha kipato. Kwa mfano maeneo mengi ya umasaini watu wanamiliki maeneo makubwa sana. Yeye ni fahari tu kuona kwamba toka hapa mpaka kule ni kwangu. Lakini nyumba anayoishi haifanani na eneo ambalo analimiliki. Kwa hiyo kupitia ile mijadala na hizo plani, sio wewe unamwambia fanye hiki, ni kupitia ile mijadala yeye mwenyewe anafunguka na kuona kwamba okay, kumbe naweza nikafanya hivi, nikapata kipato, nikakiwekeza hivi, nikaenda mbele zaidi. Safi kabisa. Nimefurahi kwamba wote mnakubaliana kwamba inabidi tukae tupange bajeti za familia. Sasa hiyo ni challenge pia kwa wanaotufuatilia. Ni wangapi wanafanya hivyo? Wanaitisha kama kabunge pale ka familia kujadili kupitisha bajeti ya familia. Na inafuatwa. Sasa hii bajeti inakuwa ni kwa wiki, kwa mwezi au kwa mwaka? Inategemea na makubaliano yenu au maana wao sijua wanavyopanga. Mnakuwa na malengo ya muda mfupi na ya muda mrefu. Kwa hiyo mnaweza mkaanza kwa wiki tutabadilisha milo kulingana na kipato. Mwezi ujao tunafungua shule kwa tutakuwa na uniform. Kwa hiyo yanagawanyika ya muda mfupi na ya muda mrefu. Sasa hapo kwenye bajeti kuna wale wazee wengine wanataka apate na hela hapo ya kwenda kufanya mambo matumizi mengine huko. Unakuta na nyumba nyingine huko isiyojulikana. Sasa anaogopa akiweka wazi pale hela ipigiwe bajeti pale, ile hela kupeleka kule itakosekana. Alafu pia good luck, kuna changamoto moja ambayo unaiona inatokea. Tena hiyo ulichozungumza ndio kuna wakati mwingine kuna ule utaratibu wa kufichana mali. Mwingine akiona nidhamu yako ya fedha imekuwa tofauti, anaweza kajenga huko pembeni pasi na wewe kujua, hasa kwa wanandoa. Kuna kitu kimoja, watu huwa wanajadili vitu mbalimbali kabla ya kuingia kwenye ndoa. Wanasahau kujadili juu ya money personality. Nyinyi haiba yenu kuhusu fedha ikoje? Wanajibebisha tu. Unajua mfano wewe ni saver unamuoa spender. Wewe spender unakwenda unamuoa saver. Kweli kabisa. Unajua ile money personality muhimu sana kuifahamu, kwamba mnaulizana wewe unaamini katika nini, ili mfahamu kuhusiana hayo. Mwingine akipata na msongo wa mawazo na kwenda kufanya shopping, unapata tu picha kwamba watu wamekuwa na money personality
personalities tofauti. Mwingine yeye ana ile naita scarcity mindset, mwingine anaamini kwenye abundance mindset. Mwingine anasema tutumie tu, kesho tutapata. Mwingine anaamini kwamba hapana, tuweke akiba kwa ajili ya kesho. Mwingine anakuambia ya kesho yaache, tutavuka daraja tukifika. Sasa unaona kabisa hapa kumekuwa kuna changamoto sana. Kwa hiyo familia pia zijadili juu ya money personality, hiyo haiba kuhusu fedha. Mfahamu mitazamo yenu kuhusu fedha imekaaje. Hii itawasaidia sana kufanya maamuzi ya kifedha yaliyo na tija zaidi. Hili eneo ni muhimu sana. Na eneo lingine kubwa zaidi ni swala la uzazi wa mpango, pia muhimu sana. Tukizungumza kuhusiana na kuondoa masikini, uzazi wa mpango tusiache kuzungumza, hasa kwenye uchumi wa kaya. Tunapaswa kuangalia idadi ya watoto ambao tunatarajia kuwapata. Ili eneo pia ni muhimu sana, uzazi wa mpango. Unajua mkiwa mna watoto wengi mnaweza mkajikuta mnapitia changamoto ya kuongeza kitu nakiita age dependence ratio, ule utegemezi unatokana na umri unazidi kuongezeka. Ndio yule wa kwanza aliyosomeshwa asianze kwanza yeye kujenga, ajenge nyumba ya familia, maliza alafu asomeshe na wadogo zake. Asomeshe na wadogo zake. Sahihi kabisa. Unaona vitu vile. Mpaka anakuja kumaliza ashazeeka kijana. Jenga akiwa uzeeni kabisa. Au anaweza asijenge naye akaanza kutegemea mtoto wake. Inakuwa ni chain ya kutegemeana. Maxwell, tumalizie sasa kwa kuhitimisha, hasa pia kwa experience ya kile ambacho tunakifanya kama Storm Foundation, shirika ambalo limeamua kujikita kwenye kuondoa maskini. Ujumbe wenu hasa ni upi kwa Watanzania wote siku hii ya kuondoa maskini? Ujumbe wetu kwa Watanzania wote tunapoadhimisha siku hii ya kutokomeza umaskini duniani ni kuendeleza juhudi jumuishi katika kupambana na umaskini. Juhudi jumuishi kwa maana kwamba sisi kama wadau wa maendeleo hatuwezi kufanya kazi pekee yetu, lazima tushirikiane na wadau wengine, lakini zaidi sana lazima tushirikiane na serikali. Kwa hiyo pia nitoe wito kwa serikali kuona umuhimu wa kuhakikisha tunaboresha miundombinu na mifumo mizima kwenye maeneo yote, hasa yale yaliyosahaulika vijijini. Nimependa mchambuzi hapa amegusia umuhimu wa kufanya vijijini nako kufanane kama mijini, kwa sababu unakuja kugundua kuna maeneo mengi unahamasisha watu wazalisha, alafu mwisho wa siku anakuambia mbona bei haziko vizuri, lakini ukiangalia Dar es Salaam bei ziko vizuri, lakini access ya kufikisha Dar es Salaam inakuwa ni changamoto. Tunashukuru serikali imefanya kazi kubwa, lakini bado tuna kazi kubwa ya kufanya, kupeleka nishati, kupeleka miundombinu ya barabara, ili basi kucomplement hizi juhudi ambazo zinafanywa na wadau wote. Nikirudi kwa jamii, kwa mtu mmoja mmoja, ni vizuri sana kufuata yale ambayo yanaelekezwa. Kaka hapa ametoa somo zuri sana juu ya elimu ya fedha, na wale wote ambao wanafanya huko, basi ni vizuri kufuata ili tuweze kuunga mkono hizi juhudi za kujikwamua na umaskini. Nakushukuru sana Alunas Maxwell, manager program Storm Foundation. Karibu tena wakati mwingine. Lakini pia Ali Mkimo, la professeur. Asante sana, karibu tena wakati mwingine. Tunakamilisha hivyo, lakini leo pia ni siku ya kufanya tathmini kama familia, kama jamii pia, kuona ni kwa kiasi gani mnafanya jitihada za kuondoa umaskini katika ngazi ya familia, lakini pia nafahamu katika ngazi ya nchi pia na yenyewe ni mijadala ambayo inaendelea. Tunakamilisha hivyo, tarejea na mengine muda mfupi ujao.